Bwana Yesu Kristo na asifiwe na jina lake litukuzwe katika asubuhi njema ya Jumamosi. Hongera kwa kufikia Jumamosi ambayo tunakwenda kumaliza wiki. Siku ya kesho Bwana akatujalie neema tuimalize kwa furaha, kwa faida na kwa baraka. Hongera sana kwa wiki nzima na Mungu wa neema aendelee kukupa neema. Uwe na moyo wa shukrani, jazwa moyo wa shukrani. Mshukuru Mungu Baba ambaye amekujalia, ambaye anatujalia, kwa sababu yeye ndiye yote katika vyote, kwa jina la Yesu. Karibu sana tena tupate neno la Mungu, tuendelee kulitafakari kwa siku nzima. Tukiruhusu akili, mioyo, fahamu zetu kutafakari, basi inatusaidia kupata faida kubwa na kuendelea kuwa karibu na Mungu na kuendelea kuwa karibu naye na kusikia sauti yake. Ni muhimu sana neno la Mungu kwenye maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru sana. Asante Mungu Roho Mtakatifu. Asante kwa wema na rehema na fadhili zako katika muda huu, katika siku hii, katika Jumamosi njema. Baba yangu, Mungu wangu, litukuzwe, lihimidiwe jina lako linalotenda makuu. Kwa Yesu Kristo ninaomba nguvu ya Roho wako Mtakatifu, nguvu ya Roho wako Mtakatifu itujaze, ituwezeshe, tukaongozwe na hiyo, tukalindwe na uweza wako, tukawezeshwe kwa uweza wako. Nami napinga mamlaka na namna zote za giza, nazifukuza na kuzisambaratisha zote kazi za adui katika jina la Yesu. Ninaomba Baba ukatulinde, ukatufunike damuni mwako na nguvuni mwako, saa hii na saa zote, wakati wote, tukaongozwe nawe, tukatembee katika njia yako, katika mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Bwana Mungu akubariki, Bwana akuwezeshe na kukuongoza. Neno la Mungu linatoka Thesalonike wa kwanza sura ni ile ya 5. Nitaanzia mstari ule wa 8. Taanzia mstari ule wa 8. Mstari wa 8 nitakwenda mpaka ule pale chini kwenye mstari wa 15. Anasema hivi: lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, kwamba twakesha au kwamba twalala. Basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Amina. Bwana Yesu na atukuzwe na jina lake litukuzwe. Ujumbe huu una kichwa cha somo kinachosema tujengane katika neno la Mungu au katika Kristo. Kujengana katika upendo wa Kristo. Tujengane. Bwana apewe sifa. Neno la Mungu linasema sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Sisi tulio wa mchana. Kuna wa mchana na kuna wa usiku. Anaposema wa mchana ni watu wanaotembea kwenye nuru. Ni watu ambao wametoka kwenye giza, sasa wanatembea kwenye mchana, hawako gizani. Gizani watu wa usiku watu hufanya mambo mabaya. Usiku tumika kama giza, ambalo giza linaloficha maovu. Giza linaficha maovu, lakini nuru inaangaza. Kwa hiyo maovu hayawezi kukaa kwenye nuru. Nuru na giza havichangamani. Anasema sisi tulio wa mchana tufanye hivi. Sisi tulio wa mchana anasema tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na chepeo, imani na upendo, na chepeo yetu iwe ni tumaini la wokovu. Imetajwa imani, tumaini, upendo. Imetajwa imani na upendo na tumaini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba upendo utatusaidia sisi kujengana, upendo utatusaidia sisi kurumiana, upendo utatusaidia sisi kusameheana, upendo utatusaidia sisi kupeana, hata kusaidiana katika mambo mbalimbali. Upendo wa Mungu
unatufanya tuwe wamoja. Upendo wa Mungu unatuondolea kabisa kila namna ya matengano na magomvi na mafarakano. Upendo wa Mungu ni nguvu ya Mungu, ni Mungu, upendo wa Mungu. Na anasema pamoja na imani, mtu mwenye imani ataishi kwa imani. Unajua, ukiwa na imani na upendo, maana yake kwanza Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki huishi kwa imani. Imani inatufanya tuishi, lakini upendo pia unatufanya tuweze kujengana. Upendo ndio utakaotusaidia kujengana. Bila upendo hakuna ujenzi hapo. Bila upendo wa Yesu Kristo hakuna kujengwa, hakuna kujengwa kiroho, hakuna kujengwa kiokovu. Na anasema chepeo ya wokovu. Bila upendo, hiyo chepeo ya wokovu, huo wokovu hakuna. Wokovu umeletwa na kitu kinaitwa upendo, upendo wa Mungu Baba. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila anayemwamini, atakayemwamini sasa leo apate wokovu. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia kwa habari ya kujengana. Na anasema kwamba tuwe na upendo na imani na tumaini na wokovu. Kwa maana Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tuwe wokovu. Anasema Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tupate wokovu. Mungu hakutuweka kwa hasira yake. Sio hasira ya Mungu iliyotuweka, ila upendo wa Mungu umetuweka. Hasira ya Mungu ingetumaliza kama Sodoma na Gomora, tungekwishiria mbali kabisa. Angefuta kama alivyofuta, akasema anafuta kizazi kile, akakifuta kweli. Hasira ya Mungu ni mbaya. Hasira ya Mungu ni kali. Wakati mwingine unaona watu wanacheza na hii dunia, wanachezea wenzao, wanatesa wenzao, wanaumiza wenzao, wanakanyaga wenzao. Heka baba, kwa sababu ana sababu tu za kwake anazozifaa au zinafaa. Anaona tu anavyoamua na kanyaga wengine. Usikanyage watu. Wako watu kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya fedha, na kanyaga wengine. Usikanyage mtu bwana. Usikanyage. Mungu ana hasira. Na anasema hakutuweka kwa hasira. Hakutuweka kwa hasira, lakini ametuweka kwa upendo. Upendo wa Mungu ndio umetufanya sisi tuwepo. Ni upendo wa Mungu ndio umetufanya tuwepo. Kwa hiyo upendo wa Mungu umetufanya sisi tujengwe, tuwe wamoja na Mungu. Upendo wa Mungu, kama si upendo wa Mungu tulikuwa tumesambaratika. Maana yake mwanadamu asingeweza kuunganishwa na Mungu bila Yesu ambaye ndiye upendo wenyewe. Yeye ndio upendo, yeye ndio Mungu. Alikuja, upendo wake ulimleta. Kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu, na ndipo akatungikwa msalabani, na ndipo kufufuka kwake kutoka kaburini. Hapo tuna uzima na wokovu. Tumejengwa. Lakini kwanza kwenye Efeso, kule kwenye Waefeso anasema tulikuwa mbali, lakini tumevutwa karibu kwa damu yake. Tumevutwa karibu kwa damu yake. Lakini ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, sasa mmevutwa karibu kwa damu yake. Kwa damu Yesu inatujenga, inatuvuta karibu. Mstari huu wa 9 nasema Mungu hakutuitia uchafu. Mungu hakutuweka kwa hasira yake, ambaye alikufa kwa ajili yetu ili sisi tuishi pamoja naye, kwamba twakesha au kwamba twalala. Kwa hiyo alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye. Alikufa kwa ajili yetu ili tupate kuishi pamoja naye. Maisha yetu ni pamoja na Kristo. Kristo pamoja nasi. Sisi pamoja na Kristo. Napenda sasa mstari wa 11. Basi tufarijiane na kujengana, kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Kujengana. Napenda neno hili hapo tulitafakari zaidi kwamba basi sasa tufarijiane, na tunapofarijiana anasema tujengane, kila mmoja na mwenzake tujengane. Tujengane, Wakristo tujengane, watumishi tujengane, wateule tujengane. Tusichukiane watumishi. Kuna watumishi wanachukia wenzao. Wewe unaitwa mtumishi wa Mungu alafu unachuki juu ya mwenzako, unachuki juu ya watu. Huo utumishi ni hatari, una mashaka makubwa. Wewe ni mtumishi, weka upendo kweli kweli, uwe kielelezo kizuri kwa watu wa dunia, kwa watu wengine. Basi anasema tufarijiane na tujengane. Uwe na maneno ya kujenga wengine. Angalia, usiwe na maneno ya kubomoa wengine. Usiwe na maneno ya kubomoa watu, uwe na maneno ya kujenga watu. Usiwe na maneno ya kuharibu watu, uwe na maneno ya kutengeneza watu.
Usiwe na maneno ya kuleta uchungu kwa watu, uwe na maneno ya kuleta ladha, utamu kwa watu. Usiwe na maneno ya kubomoa, uwe na maneno ya kujenga, ujenge familia, wengine wajenge kanisani, huko maofisini, kazini, popote kote. Uwe na maneno yatakayokuwa na nguvu ya kuwajenga wengine. Watu wajengwe wawe nyumba ya Roho. Sisi tumejengwa tuwe nyumba ya Roho. Kipi kimefanya tujengwe? Upendo wa Mungu. Wapendwa tumishi wa Bwana, upendo wa Kristo ndio umesababisha tupate kujengwa tuwe nyumba ya Bwana. Upendo wa Yesu ni mkuu. Upendo wa Yesu ni wa milele. Upendo wa Yesu. Kwa hiyo anasema tujengane. Tunatakiwa tujengane, sio kubomoana. Tusibomoane. Bwana Yesu asifiwe. Tusibomoane kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye karama, kuna vipawa, kwenye kanisa, kwenye familia. Tusibomoane bali tujengane. Mungu anataka tujengane. Sababu kuna watu kazi yao wao wanaangalia kubomoa tu. Na watu wengine wanasababisha watu wabomoe. Usiwe sababu ya watu kubomoa amani, kubomoa urafiki, kubomoa utulivu. Wewe kiongozi usiwe sababu. Na viongozi wengine wanasababisha mambo ya bomoke kwa sababu ya uongozi wao wa tamaa, kutaka kusimama kukaa kwenye madaraka, kutaka kufanya wanavyotaka. Basi uwe mtu wa kujenga, uwe na maneno ya kujenga. Unapomaliza wiki hakikisha unajenga. Naomba toba na rehema, Mungu akusamehe kama ulinena maneno ambayo yalibomoa wengine. Unaweza ukasema maneno yakawa yamebomoa watu. Kuna watu mpaka sasa wamevurugika au mambo yameharibika, ni kwa sababu ya maneno ya mtu fulani alisimama akaongea na mtu yule, mambo yamevurugika. Sasa kwako wewe iwe ni mtu unayeenda kujenga watu, unajenga maboma ya watu, ndoa za watu, familia za watu, mahali pa jamii ya wanadamu. Wewe uwe ni sababu ya kuunganisha wengine. Mimi na wewe tuwe ni sababu ya kuunganisha wengine. Tusiwe sababu ya kuvuruga watu wengine. Mungu atusaidie. Na mstari wa 19 uangalie. Anasema msimzimishe roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Lishikeni lililo jema. Tulishike lililo jema. Tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Tulishike lililo jema. Jaribuni mambo yote. Tulishike lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Tujitenge na ubaya wa kila namna. Jengana na wengine. Shukuruni. Tushukuru pia. Mstari wa 15 anasema angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenziwe mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni lililo jema ninyi kwa ninyi, kwa kuwa anasema kwa watu wote na kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenziwe mabaya. Mabaya yanabomoa. Kulipa kisasi kinabomoa. Kulipa mabaya, manake mabaya huwa yanabomoa upendo, yanabomoa familia, yanabomoa urafiki, yanabomoa undugu. Mabaya, kisasi kinabomoa, kinaharibu. Kwa sababu kisasi kishafanyika, kitakuwa kisasi juu ya kisasi, kisasi juu ya kisasi. Basi usikubali kuwa ni mtu wa visasi, kwa sababu visasi vinabomoa. Kubali kuwa ni mtu wa amani, furaha na upendo, ambao unatamani kuona mahusiano mazuri yanaendelea. Uwe rafiki mwema na uwe mpatanishi. Huduma ya upatanisho. Tunapaswa sisi kuwa na huduma ya upatanisho. Tujengane wapendwa. Tusiwe wa kubomoana bali tujengane. Tukawe ni watu wa kujengana, watu wanaojengana. Angalia Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari ule wa 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Neno la kupatanisha, sio la kuvuruga, sio la kubomoa. Neno la kujenga, sio la kuharibu. Neno la kujenga. Mungu ametupa neno, na neno lake limetuumba, linatuumba, limetuimarisha. Bwana pewe sifa sana.
basi tumeelekezwa kujengana. Hakikisha unajenga mwenzako moyo wake. Usiingize maneno yatakayobomoa moyo wa mtu, akili ya mtu, ufahamu wa mtu, utulivu wa mtu au mahali pa watu. Usiwe wewe mvurugaji. Kataa kuwa mvurugaji, kataa kuwa mtapanyaji, kataa kuwa mwenye kusababisha uchungu na huzuni ndani ya moyo wa mtu yeyote. Uwe msababishaji wa kuleta amani na furaha ndani ya kila moja. Wewe ukawe mbegu bora njema, ukawe sababu ya wengine kuongezeka na kukua. Familia itaendelea kujengwa na kukaa sawa na salama. Familia yako inahitaji kujengwa, kujengana, mke na mume, watoto na wazazi, kujengana, ndugu na ndugu, jirani na jirani, kujengana, jirani na jirani, jengana. Usiwe msababisha fujo, usiwe msababisha madhara na magomvi, uwe msababisha amani na kusameheana na kuachilia yote ambayo ni ya yule mwovu. Tunayatupa mbali, tunatamani kuya na yale ya Bwana Yesu peke yake. Yani kujengana, upendano, tupendani mpaka huyo adui aendelee kushangaa katika jina la Yesu Kristo. Basi anasema kuna kufarijiana, kwa sababu kuna watu ambao mioyo yao ina uchungu, ina maumivu na mateso. Sasa tunatakiwa kufarijiana, tufarijiane, lakini pia ndipo anasema kila mtu na mwenzake, vile vile kila mtu na mwenzake kufarijiana, farijiani kwa jambo, kila mtu na mwenzake vile vile kama ilivyo. Basi farijianeni na kujengana. Hakikisha mtu anajengwa kupitia mimi na wewe. Watu wajengwe, wasibomolewe. Maskani zao, mipango yao mizuri isibomolewe. Njia zao za kupata mafanikio tusibomoe, tusifunge, tusiweke uzibe. Pale ambapo ni mapenzi ya Mungu tusiweke uzibe, tusiweke zuio. Tuhakikishe tunakuwa sababu ya watu kufanikiwa. Bwana akubariki. Baba, naomba mbariki mpendwa huyu, tubariki na mimi nibariki. Tukawe sababu ya kuzalisha furaha, amani, upendo. Tusiwe sababu ya kuzalisha mabaya, tusiwe sababu ya migogoro na magomvi. Naipiga mipango na nguvu hizo, nazivunja. Mawazo hayo ninayavunja ndani ya mtu huyu. Bwana, kila wazo baya nalivunja. Wazo la kuchonganisha, wazo la kufarakanisha nalipinga kwa jina la Yesu. Wazo ambalo ni kinyume na mapenzi ya Mungu nalikataa kwa jina la Yesu. Naliamuru liondoke sasa hilo wazo na hilo kusudio ndani ya watu wa Mungu, ndani yetu, lisisimame mbele yetu. Nalipiga, libomoke, livurugike kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba tushikamanishwe kwa uweza wako na kwa nguvu zako, ili tuweze kuendelea kujengana. Tujalie neema yako, uweza wako, utusaidie kupendana sana, kushikamana sana na kusameana na kujengana. Tusiharibiane. Naomba nguvu na uweza wako Roho Mtakatifu ukamjalie mtu huyu sasa, ukamwezeshe sana baba huyu, mama huyu, kaka huyu, ili awe ni mtu wa kujenga wengine katika jina la Yesu. Akataa kubomoa watu, kuvuruga watu, kubali kuwajenga, kuwaimarisha katika upendo. Tunajengana katika upendo, tunajengana kiimani, tunajengana kiroho sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Baba, basi endelea kujengwa na wewe endelea kujenga wengine. Usibomoe wengine, utabomolewa. Apanacho mtu ndicho atakachovuna. Baba, asante kwa hayo, na ikawe baraka sasa na nguvu na uwezo. Naomba tawala maisha yetu, tawala maisha ya mtu huyu. Achilia na nguvu zako ambazo zitatembea na sisi, ili yale ya adui yakimbizwe, yaharibiwe, yatoweke katika jina la Yesu Kristo. Bwana kuangazie neno